Jina langu ni Ajmina Ibrahim na hii ni Spruce Online TV. Ungana nami hadi tamati. Nimependa namna kocha wa Simba Steve Barker anavyowazungumzia wana Simba kwa kujiamini na kuwajenga kisaikolojia. Anaposema Simba ni timu ya kushinda mataji, anaonekana kutaka kuwapa mashabiki ujumbe ya kwamba klabu yao bado ina uwezo wa kupambana na kutengeneza historia licha ya changamoto zinazoweza kujitokeza ndani ya msimu. Maneno hayo yana uzito mkubwa, hasa ukizingatia kile ambacho kocha huyo alikifanya akiwa na Simba msimu uliopita. Simba walifanikiwa kushinda FA mbele ya Azam, jambo lililoonyesha kwamba kikosi hicho kilikuwa na uwezo wa kupambana katika mechi kubwa na kufikia malengo yaliyowekwa. Pia walifika katika fainali ya kombe la Muungano ambako walicheza dhidi ya Yanga. Kwa hiyo, Barker anapozungumza kwa kujiamini hivi, si rahisi kuyachukulia maneno yake kama maneno matupu. Kuna mambo ambayo ameshayafanya akiwa ndani ya klabu, na hilo linampa sababu ya kuamini ya kwamba Simba inaweza kuendelea kupambana kwa ajili ya mataji. Ni kweli kwamba kwa sasa wana Simba wanaweza kuwa na maumivu baada ya kuona mchezaji wao pendwa akihamia Yanga. Lakini huo ndio uhalisia wa soka. Wachezaji huja na kuondoka, lakini Simba Sports Club itaendelea kubaki kuwa Simba. Mchezaji anaweza kubadilisha jezi, lakini historia, heshima na ukubwa wa klabu haviwezi kuondoka pamoja naye. Wana Simba hawapaswi kuruhusu maumivu ya kumpoteza mchezaji mmoja yawafanye wasahau ukubwa wa timu yao. Badala yake, wanapaswa kuamini mchakato mpya, kuipa nafasi timu na kusubiri majibu kutoka ndani ya uwanja. Mchezaji ameondoka, lakini Simba haijaondoka. Mashabiki wamebaki, klabu ipo, historia ipo, na safari ya kutafuta mataji bado inaendelea. Kama Barker anavyoamini Simba ni timu ya kushinda mataji, sasa ni wakati wa wana Simba kutuliza mioyo, kuacha yaliyopita na kuangalia mbele kwa matumaini. Huu ni mpira. Leo mchezaji upo kwako, kesho anaweza kuwa kwa mpinzani, lakini upendo wa shabiki wa klabu yake haupaswi kubadilika. Wana Simba, msivunjike moyo. Msimu mpya ni ukurasa mpya. Tuiache kazi zungumze ndani ya uwanja. Lakini pia tusubiri tuone vita ya Wathaus Bongo. Ahmed Ally anaifanya kazi yake vizuri sana. Shida ni moja, kwenye kazi yake kuna baadhi ya taarifa huwa anapewa na uongozi, zikionekana ni za kweli, na yeye anazifanyia kazi na kuzitoa kwa umma kwa sababu ni sehemu ya majukumu yake. Baadaye inakuwa kama issue ya Selemani Mwalimu. Hapa wala huwezi kumkosoa Ahmed Ally kwenye kazi yake. Maana yake waliopo juu yake wamemwangusha kwa kufanya utekelezaji wa kile ambacho kilionekana public siku ya Simba Day. Kwa namna moja au nyingine, naamini hata Ahmed Ally kuna mahali anakuwa anaumia. Credibility yake inaongezeka kwa umma, hasa kwa mashabiki wa Simba kulingana na taarifa anazoalisha. Muda mwingine wanamuona kama muongo, lakini niwaambie, yeye si msababishi wa hilo. Wale wanaompatia taarifa na yeye kuja nazo kwa umma ndio wanaomwangusha. Msemaji anapaswa kuwa na taarifa za kweli kuhusu club, zaidi sana zile ambazo anakuja kuzitoa kwa umma. Simba kama taasisi ndio ina nguvu ya kumfanya msemaji wao ashine public au asishine. Wekeni mambo sawa, viongozi wa Simba. Mambo mengine mnafanya kwa kiwango cha chini sana pasipo kiwango kikubwa cha uwazi na weledi. Ulikuwa nami Ajmina Ibrahim na hii ni Spruce Online TV. Kwa heri mpaka wakati mwingine.